Basi leo ni siku ya shangwe. Kwanza tunasherekea sakramenta kubwa ya Eukaristia, mwili na damu yake Bwana Yesu. Bwana Yesu mwenyewe amejitolea kwetu kwa kutugeuza tuwe wafuasi wake na tufanane naye, na kila tunapompokea tunaingizwa katika njia ya uzima wa milele, kufanana na Kristo, kukristika. Na Bwana Yesu anatuomba tufanye hivyo. Sakramenta kubwa ya mapendo, amejitolea kwa sababu ametupenda, na mwenyewe anasema kwamba hakuna mapendo makubwa kuliko yale ya yule anayejitolea, anayetoa uzima wake kwa sababu anawapenda wengine. Na Bwana Yesu amefanya hivyo kwa ajili yetu sisi. Amekufa msalabani, amefufuka, ametuletea uzima. Basi kwetu sisi wa Kristo ni heri tufanane naye, tumpokee, na kila tunapompokea tukubali kubadilika, tugeuke. Na leo hii sherehe ya jubile ya dhahabu, kwa sababu ni miaka 50, miaka 50 tangu parokia ya watakatifu mashahidi wafiadini wa Uganda iundwe hapa Kakutya. Miaka 50 mtu amekuwa mzima, na neno la kwanza ni neno la shukrani. Tunawashukuru wa misionari waliojitolea kwa kwanza kazi ya kutangaza Injili katika parokia hii ya Kakutya. Upande wa mapadri ni mapadri wa misionari wa Afrika, na anayefahamika sana ni marehemu Padri Baudouin wa Terkel, lakini alikuwa na mapadri wengine. Upande wa mabikira ni hao mabikira wetu Midima, sœur missionnaire du Divin Maître. Nasema missionari wa Divino Maestro, nasema Midima, wapo hapa Kakutya, wanaongoza masomo, na masomo ile kuwa na sifa nzuri, sio tu katika jimbo la Maniema, katika nchi ya Kongo, kwa sababu na miaka 10 hapa watoto wa darasa la 5 cinquième primaire walifanya mtihani, walifanya dikte nchi nzima, lakini aliyeshika nafasi ya pili alikuwa ni hapa kwenye masomo ya Divin Maître hapa Kakutya. Hiyo ni kazi ya maendeleo. Tunapenda kwa shukuru mapadri na mabikira wanaofanya kazi katika parokia hii. Ndio mpaka sasa kuna mafrera, ni mapadri na mabikira tu. Tunawashukuru pia waongozi wa parokia, wa majiakonia, waongozi wa mashirika, wasimamizi wa makundi ya kitume mbalimbali ya parokia ya Baganda. Napenda kuwashukuru kwa kazi iliyofanyika, kazi ya mito, kwa sababu hiyo parokia imewazaa mapadri na mabikira. Nawashukuru wale wote wali
waliojitolea kwa kufanya kazi hiyo, na wanaendelea kujitolea ili kazi ya Injili itoe matunda. Tunapofurahi na kushukuru, kisha shukrani, pia kuna changamoto. Changamoto ya kwanza, parokia baada ya miaka 15 sio tena parokia changa, imekomaa. Na katika jimbo letu la Kasongo tunaongea, tunahamasisha kuhusu kujitegemea, tunasema kujibeba, na tunamwomba kila Mkristo ajitolee kwa hali na mali, kwa sababu Eklesia ya Afrika imefanya kazi siku nyingi ya kutangaza Injili, ikipata misaada kutoka Ulaya, kutoka Amerika, lakini siku hizi misaada imepunguka, na ndio maana tunawahimiza Wakristo wetu wajitolee. Naona hapa kazi inafanyika, kuna upanuzi wa kanisa. Najua kama haya ni matunda ya ukarimu wenu ninyi Wakristo wa parokia ya Baganda. Changamoto la pili ni kuhusu amani. Tuiombee nchi yetu amani. Najua kama tuko katika hali ya vita mashariki, majimbo ya Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri imevamiwa. Basi ndio hivyo, amani ya kweli inaanza ndani ya moyo wa mtu. Silaha haileti amani. Amani ya kweli inaanza rohoni. Ni kumwomba Mungu aguse mioyo ya watu, wakubali kubadilika, waache uadui, waache roho mbaya, waache mauaji, kwa sababu bila amani hakuna maendeleo. Changamoto la tatu ni umoja. Umoja kwanza